Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameendelea na juhudi za kidiplomasia kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani kwa kufanya mazungumzo ya simu na mawaziri wenzake kutoka taifa la Uturuki, Iraq, Misri, Japan na Saudi Arabia. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumatatu kwa nyakati tofauti, Araghchi ameeleza kwa kina mchakato na vipengele muhimu vya hati ya makubaliano ya Islamabad, huku akisisitiza kuwa sasa jukumu kubwa lipo kwa Marekani kuhakikisha inatekeleza kikamilifu ahadi zake kwa mujibu wa makubaliano hayo. Waziri huyo wa Iran amesisitiza pia ulazima wa kusitishwa mara moja kwa vitendo vyote vinavyohatarisha amani na utulivu wa eneo hilo, hususan mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon. Sambamba na hilo, Araghchi ametoa shukrani kwa serikali za Uturuki, Iraq na Misri kwa mchango wao katika kuunga mkono juhudi za kupunguza mvutano, kusitisha mapigano na kufanikisha mazungumzo ya kidiplomasia yaliyowezesha kufikiwa kwa makubaliano hayo. Kwa upande wao, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo wameeleza umuhimu wa kuendelea kwa mashauriano ya karibu na ushirikiano wa kikanda, wakisisitiza kuwa diplomasia hiyo ndio njia bora ya kudumisha amani, usalama na utulivu wa kudumu katika Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo yake na mwenzake wa Japan, Araghchi ameeleza matumaini kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo utafungua kurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji kati ya Tehran na Tokyo. Kadhalika, katika mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Araghchi ametoa shukrani kwa mchango wa Riyadh katika juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza mivutano iliyodumu kwa muda mrefu na kuimarisha amani ya kikanda. Hatua hiyo inakuja baada ya Secretariat ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kuthibitisha kuwa Iran na Marekani zimekamilisha maandalizi ya hati ya makubaliano yatakayolenga kumaliza vita, kusimamisha operesheni zake zote za kijeshi katika maeneo mbalimbali ikiwemo Lebanon, pamoja na kuondoa mzingiro wa baharini uliowekwa dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hati ya makubaliano hayo inatarajiwa kutiwa saini rasmi Ijumaa Juni 19, hatua inayotazamwa na wengi kama mwanzo wa enzi mpya ya matumaini, utulivu na ushirikiano katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.